أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vipi kama utakuwa umeota watu waliokufa? Ukiota watu waliokufa katika ndoto, basi hizi ndio maana zake. Ndoto ya watu waliokufa zina maana tofauti tofauti kulingana na muktadha wa ndoto yenyewe. Kwanza kabisa, ndoto ya mtu aliyokufa unaweza kuota ikawa ikisema ikiwa anaonekana mzuri, yani yule mtu uliyomuota aliyokufa anaonekana ni mzuri, anacheka au anakusemesha tena kwa upole na utaratibu mzuri, basi ni ndoto ya kweli, tunaita ru'ya sadiq. Na ndoto hiyo inaashiria kuwa mfu huyo yuko katika hali njema, au kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakupa bishara ya faraja au mafanikio yanayokuja mbele yako. Lakini ikiwa utamuota mtu aliyekufa akiwa mnyonge, anakulilia au anaonekana kuteseka yule mtu aliyekufa, hii inaweza kuashiria hali mbaya ya kiroho, kiimani ya mfu huyo uko aliko. Lakini pia hali hii inaweza kukuonya wewe kuhusu jambo baya au uamuzi usio sahihi unaotaka kuchukua. Kama kuna jambo fulani au uamuzi fulani unataka kuchukua, kisha ukaota ndoto design hiyo, mfu katika mazingira hayo ya kuwa na hofu, anakulilia, anateseka, basi unatakiwa uwe makini sana kwenye maamuzi yako au jambo lako au hatua unataka kuifanya. Na unashauriwa katika hatua hii kumwombea huyo dua, kumwombea huyo maiti dua na kumtolea sadaka na kutafakari hali yako ya sasa una maamuzi yako katika upande wa kiimani. Lakini pia ikiwa utamuota mtu aliyekufa anakutizama kwa makini, anakuita na anaonekana na giza au ana hofu pia, hii inaweza kuwa dalili ya kufanyiwa sihiri kwako wewe, husda au shari. Wengine huota mtu aliyekufa anakuwa paka, mnyama au ana sura za ajabu. Hizi mara nyingi sana alama za uchawi au mashambulizi ya kishaitani. Kwa hivyo ukimwota mtu aliyekufa hapo katika mazingira kama hayo ya giza, totoro, ya vitisho, unaona basi, na au ndoto hizi pia zikajirudia mara kwa mara za mtu aliyekufa, basi ujue kuwa ni dalili ya kuwa umefanywa sihiri, uchawi katika mwili wako. Lakini ukimwota mtu aliyekufa anakupa ushauri, anakutahadharisha na jambo, anakuambia kuhusu watu au mambo na kuzunguka, basi ni ndoto la onyo kuhusu marafiki wabaya, njia isiyofaa au hali yako ya maisha. Lakini ni maonyo unapewa na ni ushauri unatakiwa uzingatie, na hiyo inakuwa ni neema kutoka kwa Mwenyezi Mungu, anakupa nafasi ya kutafakari na kurekebisha mambo yako. Lakini ikiwa sasa wewe mwenyewe ndio una huzuni katika maisha ya kawaida juu ya mtu aliyekufa, alafu ikatokea na unamkumbuka sana, ikatokea ukaota ndoto hii, tunasema ni ndoto ya kawaida ya kifikra na kihisia tu, tunaita hulm ya kawaida. Haibebi maana kubwa sana katika kiimani, lakini tafsiri ya mawazo, akili, subconscious tunasema, kwa mtu ambaye ana changamoto hiyo, kama utakuwa umeota hivyo. Inshallah hizo ni maana chache tu, lakini maana halisi ya ndoto ya mtu kuota mtu aliyokufa itategemeana na wewe umeota katika mazingira gani. Kama kuna ndoto inakusumbua na changamoto nyingine, basi andika hapo katika comment hapo, lakini usisahau kusubscribe katika channel yetu inshallah. Na pia kadhalika usisahau kubonyeza alama ya kengele, na namba yetu ya simu iko hapo juu inshallah.